call from and to God. Hii utaanza kwanza ili tuweze kujua kuna nini, lazima tuanze hii call ni nini? Wito kutoka na kwenda kwa Mungu. From and towards God. It is a call from God. It is a call towards God. Na kama hiyo ndio wito, baadaye jioni tuje kuangalia nini maana ya to stand firm. Lakini kwanza tuangalie tu wito ni nini hasa. Biblia inatupatia watu wa Agano la Kale walioitwa, lakini walio wengi waliitwa akiwa na miaka ya kutosha. Kama unaweza kusema wamesha stabilize katika ufahamu wao. Biblia inamtaja Abraham, yeye aliitwa kutoka Uru wa Kaldayo, lakini akiwa mtu mzima. Miaka 75 sio miaka kidogo. Na akadumu na ule wito kwa miaka 100. Alafu ndipo akalala akiwa na miaka 175. Lakini anaitwa kutoka kwenye mji ulioendelea, civilized city Ur, kwa ni mojawapo ya miji iliyoendelea sana. Na yeye alikuwa ameshajijenga vizuri sana Ur, maeneo ambayo unalima bila kuangalia mvua kwa sababu ya irrigation system. Na alikuwa ameshajijenga kweli kweli, lakini Mungu anamuita kule, alafu anamtoa kwenye boma lililo imara, alafu anamuingiza kwenye hema. Biblia inaeleza aliishi maisha ya hema miaka yake yote baada kutoka Uru wa Kaldayo. Na sio yeye tu, anaishi na Isaka kwenye hema. Isaka naye akaishi mpaka anakufa akiwa kwenye hema. Sio tu Isaka, lakini waliishi na Yakobo. Na Yakobo alikaa na babu yake Ibrahimu kwa miaka ya kutosha kabla Ibrahimu hajalala. Wanaishi kwenye hema, na Yakobo naye hakuacha hema, wameishi hivyo hivyo. Kitabu cha Ibrania kinasema walikaa katika hema, yeye, Isaka, Yakobo. Kinachoonyesha tu muhimu ni kwamba Biblia inasema aliitika asijue anakokwenda. Biblia inaeleza namna hiyo. Kwa hiyo anasema ni watu walioitika wito, hawajui wanakoenda, lakini wameitika kwa sababu Mungu ameita. Ukizungumzia habari za Musa, yeye anakoitwa apelekwe hana habari kabisa. Kwanza hata hayuko tayari kwanza kwenda. Lakini anaitwa na miaka 80. Miaka 5 zaidi ya umri wa Ibrahimu wakati Ibrahimu anaitwa. Ingawa yeye alitumika katika wito wake miaka 40. Akalala akiwa na miaka 120. Biblia inatueleza tu kwamba baadaye, kabla hata hajaoza mwili wake, Mungu alimfufua na yuko juu mbinguni. Lakini ulimfikia ule wito ana miaka 80. Lakini wito kwa hawa vijana, Danieli, Anania, Mishaeli, Azaria, sio wito wa kawaida. Kwa nini sio wa kawaida? Kwa sababu waliitwa wakiwa kwenye minyororo. Yaani ni tofauti kabisa na hao niliowataja. Wanaitwa, wanapelekwa wakiwa mateka wa vita. Halafu huo unaitwa a call. Saa nyingine mimi najiuliza, unaweza ukaitwa sio ile ya kusikia kama Samueli yeye anaenda kwa Eli. Sio hiyo. Hawa wanaitwa wakiwa mateka. Kwani Mungu hakuwa na njia nyingine yoyote ya kuwaita hawa vijana, ila wao wanaitwa wakiwa mateka wa vita. Hii inafanya wito wao uwe tofauti. La pili, wanaitwa kipindi ambacho umri wao sio kama wa Ibrahimu, sio kama wa Musa. Ni vijana wa miaka 10 na kitu, ambao katika umri wa dunia ya sasa wanasema ni foolish age. Nafikiri ni wale wanaokubali hiyo ya foolish age.
Kwa hiyo wanaitwa umri ambao kuna embarrassing za kutosha kwenye brain na hii physical development yao. Kwa hiyo biolojia wakati inaonekana overpower the mind, that very age ambayo mtu yeyote angesema wasingeweza kuwa na hiyo stand, wasingekuwa nayo, kwa sababu wanaitwa kipindi ambacho bado mwili unaongezeka sana, ubongo bado haujawa matured kiasi kwamba waweze kufanya reasoning vizuri. Uko mbele tutakuja kuangalia when reason and the faith contradict each other. Wao wakati wanaitwa wako kwenye hiyo age, miaka 10 na kitu. Hii inafanya they are called to be very unique. Na hii inaeleza ya kwamba hakuna chochote kitakacho kuwa udhuru kwa maisha ya vijana ikiwa hawa wanaitwa na miaka 10 na kitu, na wakati wao wakiwa mateka. Hafu huo ndio ulikuwa wito kwao, wasingeweza kwenda bila kutekwa. Kwa hiyo wanaenda safari kutoka Israeli, unaenda through northern part of Israel, na unaenda kwa sababu ile jangwa kukata hapa cross kwenda Babylon ilikuwa sio njia rafiki. Kwa hiyo ndio maana hata mashambulizi ya Nebukadneza yanakuja through north. Utaona manabii wengi wakasema ninaona Mungu analeta hukumu kupitia kaskazini. But Babylon was not in north of Palestine. Ilikuwa iko kwenye iko upande wa northeast of Israel. Lakini kwa sababu zile route zinapitia northern, kwa hiyo ndio unaona hiyo wanakwenda longest route, na sio ya siku moja, sio ya siku mbili, kwa sababu ni mbali sana. Lakini hawa vijana wametekwa. Very unique call. Kwa nini wito wao ni very unique? Kingine ni vizuri uelewe, wanaitwa kipindi ambacho wameshuhudia mfalme wao, the anointed Messiah. Kina Yoakim, kina Sedekia, kwa ndani ya kipindi kile they are also in chain. Sio tu wako in chain, they were tortured and killed before their eyes. The anointed Messiah, set apart for God's mission, now in the hands of a heathen king. Yani ilikuwa sio wito wa kawaida unao destroy your foundation. Yani wakati mwingine ni kwamba unafikia hatua usiweze kusimama kwa sababu aliyewekwa mafuta, aliyetengwa kuwa mfalme, he is a prisoner, is a captive in the hand of the heathen king. Halafu wewe ni kijana miaka 10 na kitu. Who are you? Their call is very unique. Lakini sio hivyo tu, maana wakati wanachukuliwa in the first deposit, wakati wanachukuliwa mara ya kwanza ya captives, ilikuwa ni mwaka 605 ama 606. Hiyo ndio ilikuwa hatua ya kwanza, anachukua mateka. Na kwenye ile kundi aliyochukua, hawa vijana 4 walikuwa ndani yao. Kana kwamba haitoshi, akaenda tena mara ya pili, kwa sababu bado kuna wafalme kichwa ngumu kule Israeli, Yuda kule. Hawaelewi, hawako na Bwana, lakini wana kiburi kweli kweli. Akaenda mara ya pili 597. That time Ezekiel among 10,000 of Jews were taken. Sasa unaweza ukaangalia na unaona Ezekiel na yeye anachukuliwa miongoni mwa 10,000 waliochukuliwa mateka. Hiyo habari inazidi kuleta shida. Hiyo kichukua 605 au 606 mpaka 597, miaka mingapi ilikuwa imeshapita? Mnataka kuniambia hesabu ni ngumu? Pastor alikuwa anamaanisha hivyo wakati tunazungumza somo lilikuwa rahisi sana, historia ama nini? Lakini kuna mtu mmoja alikuwa nimekaa naye karibu akasema hesabu ndio rahisi. Na huyo ni mwanamkari. Na mimi nilimsikia. Akasema kama kuna hesabu unasolve huku umesinzia ni hesabu. Na mimi nakubali, kwa sababu hata kama umechoka unachangamka. Nyingine ukisoma unaweza kashangaa wakakusitua. Hesabu unaamka. Ndio hesabu hata mimi nakumbuka nikichoka sana
ndio nilikuwa naenda kwenye hesabu. Maana ndio inanirudisha tena ufahamu. Yaani ndio ilikuwa ina refresh mind. Kwa hiyo nikakubaliana na mwalimu Kare kwamba hesabu ni rahisi. Unaweza ukasoma ukiwa unakaribia kusinzia na bado ukaelewa. Kwa hiyo hata mimi nilikuwa ninaanza haya masomo haya. Ninaanza haya mengine hata kama ni mazuri masomo mawili, ninaanza kama ni Kiswahili, civics, history na nini, kwa sababu mimi ndio niliona magumu yale. Kwa sababu unasoma notes za kutosha. Halafu bado utoke na summary. Kwa hivyo ili uweze kujibu swali viende vizuri na umwagike page na page, lazima upeleke pale macho yawe kope zake zimesimama na hakuna hata dalili ya kukosa hewa. Lakini hesabu nikikaribia kuchoka ndio naenda kufungua hesabu. Kwa hivyo 1605 mpaka mwaka 597, kwa sababu miaka kabla ya Kristo ikana rudi chini. 604, 603, 602, 601, 600 na ngapi tena? 600, halafu 600, 590 ngapi? Na 9, halafu 590 na 8, halafu 590, almost 8 years. Ezekieli na wengine 10,000 wakapelekwa uhamishoni Babeli. Lakini wito wao sio wa kawaida bado ikaendelea vituko huko. Akaenda mara ya 3 mwaka 586, and this time, wakati huu ilikuwa ni wakati mbaya sana, kwa sababu hekalu lilichoma moto. Halafu vyombo vya Bwana vilivyotumika katika huduma vikachukuliwa, vikaletwa katika jumba la ibada ya kipagani mungu wa Wakaldayo. So their call was so unique. Age, very unique. Environment, also unique. Kwa nini inakuwa vile? Kwa sababu mazingira yao ukiangalia yote hayo hayampatii mtu tumaini lolote la kusimama imara. Kwa sababu mfalme wako ametekwa, hekalu limevunjwa. Hii ni kuonyesha kwamba Mungu wenu ni inferior. Kama tunaweza tukafanya vile, maana yake hamna Mungu aliye imara. Kwa hiyo Mungu wao Marduk ana nguvu, sababu alikuwa ni chief god of these people. Kama Marduk anaweza kufanya vile, maana yake hamwezi kuwa na jeuri ya kusimama imara. Wakati mmeona kwa macho, mmesikia kwa hivi. Kwa hiyo mfalme wenu anauawa. Sanduku na hekalu limevunjwa, vyombo vitakatifu vimechukuliwa, baadhi ya vyombo hivyo. Ni kwa vile tu Mungu hakuona vema sanduku la agano lichukuliwe this time. Kabla hajaingia lilichukuliwa na waaminifu wachache, na wakaenda wakalificha katika baadhi ya milima ya Israeli, na mpaka leo halijaonekana. Halitaonekana kwa chombo chochote cha kibinadamu, isipokuwa zitaonekana angani wakati mlango wa rehema umeshafungwa kwenye lile pigo. Kama sio la 5 ni la 6, ndipo zitaonekana angani, lakini hakuna mahali watazipata. Mungu anajua kwa nini alifanya hivyo, lakini hawana ushahidi wa nje wa kusimama imara katika imani yao. Kwa hiyo wanaitwa kipindi hicho. Danieli sura ya 1 na ile aya ya 2 inaeleza ya kwamba Mungu aliwatia mikononi mwa Nebukadreza. Kwa hiyo Danieli anaandika vizuri kabisa ya kwamba sio Nebukadreza, sio miungu yao iliyowachukua mateka, ila Mungu ndiye aliyewaweka mikononi mwa mfalme Nebukadreza. Ndio maana unaangalia their call was very unique. Mungu anawaita wakiwa kwenye minyororo. Sasa kwenye hii Danieli inaelezea vizuri, na mimi sitatembea kwenye unabii kwa sababu Danieli imegawanyika sehemu kubwa mbili hicho kitabu. Moja ni kwenye historical section ambayo ni sura ya 1 mpaka sura ya 6, na mimi katika vipindi hivi vyote nitaishia hapo. Pasa ambaye ana unabii yeye atasonga na ile second section ambayo iko kwenye apocalyptic section kuanzia Daniel 7 to 12. Lakini hii first section ambayo naangalia sura ya 1, he purposed in his heart
not to defile himself. Unaangalia sura nzima, pale ndipo kuna secret of their stand. Na utakuja kuangalia tutakaposonga mbele, akhtiazim hawawezi kujinajisi. Ukiingia sura ya pili, ana interpret the dream to the king. Wewe unaangalia vile Mungu anavyotumia sasa, ana interpret the dream. Ukiingia sura ya tatu, unaona hawa vijana ambao wanakwenda kutupa, ambako ndio key text yetu imetoka. Hapo ndipo unaona sasa vile ambavyo stand yao ilivyo. Halafu sura ya 4, Mungu anajitangaza yeye ni mfalme wa wafalme, na anaozua, anawezeka, anatoa, anaangusha huyu. Unamuona pale alipomwadhibu Nebukadreza. Na sura ya 5 pale unaona Mungu anatoa hukumu kwa Belshaza. Na kisha sura ya 6 unaona Danieli anachagua aingie kwa simba, na Mungu anachagua kufunga vinywa vya simba. Kwa hiyo hapa ndipo mimi nitakakoishia, ambayo ni historical section of the book. Danieli anatajwa kuwa mwandishi wa kitabu hiki. Miongoni mwa hawa vijana 3, 4, yeye ndio mwandishi wa kitabu. Na anaandika inayohusu yeye na vijana, lakini maisha yanasonga zaidi ya kipindi chake mpaka kipindi chako na kipindi changu. Biblia inamtaja, alifahamika na wale walioishi pamoja naye katika umri wa aina ile. Tunasema his contemporaries, they knew Daniel as the righteous person, faithful. Ndio maana unaona anataja nabii Ezekiel kwenye ile Ezekiel 14 aya 14, halafu Ezekiel sura ya 14 aya 20, na inataja pia Ezekiel 28 aya 3. Huyu alikuwa mwenye haki, na anatajwa akiwa na muunganisho na watu wawili, Nuhu na Ayubu. Kwa hiyo wale contemporaries wake wanamfahamu Danieli kama mtu mwenye haki, na anaunganishwa kama ilivyokuwa kwa Ayubu aliyeishi wakati wa Ibrahim, lakini pia ambaye anatajwa hapa mwingine anatajwa Nuhu, mtu wa haki. Kwa hiyo wanamclassify huyu nabii Ezekiel, anamweka kwenye kundi la wenye haki. Ndivyo alivyofahamika Danieli na contemporaries wake. Lakini Yesu katika New Testament anamtaja kama nabii. Anamtaja kwenye Mathayo 24 aya 15, mtakapoona chukizo la nabii, chukizo uharibifu lililonenwa na nabii Daniel. Kwa hiyo anamtambua Daniel ni nabii. Ndivyo anavyotajwa vile. Kwa hivyo wanaitwa hawa vijana wakifanya kazi wote kwa pamoja katika mazingira ya ajabu. Biblia inaeleza ya kwamba hawakutoka kwenye familia dhaifu, kwa sababu wametoka kwenye familia za utawala, from royal families. Kwa sababu kwenye ile Danieli sura ya 1 aya 3 na aya 6, wale vijana waliowachukua kutoka kule ni miongoni mwa vijana wa officials, leaders of the nation. Kwa hiyo walitoka kwenye familia ya uzao wa Yuda, lakini kwenye sehemu ya wale waliokuwa katika uongozi katika jamii ya Israeli. Kwa hiyo walitoka hapo, na unaona sasa cha ajabu, Mungu anawatoa hapo kwenye familia, anawapeleka ikulu nyingine. Hii ni chain. Hii ni ajabu sana. La pili, wanatoka kwenye mji wa Yuda. Ukilinganisha na Babeli, unaona Yuda sio mji wa kukompea na Babylon. Angalia hii, kwa nini nasema hivi? Kwa sababu huu mji ni mji ambao ni wa taifa la ulimwengu, very magnificent. Wewe ukalinganisha this city and Jerusalem those days. Kwa hiyo ilikuwa ni mji ambao ni jiji kupita walikotoka. Lakini la pili, la tatu, sio tu hivyo, ni wanaenda ikulu ambayo imezungukwa na corruption and luxurious life. So when you talk about corruption, talk about luxury, you talk about Babylon. Kwa hiyo walikuwa exposed to a very difficult, appealing temptation wakiwa very young. Kwa hiyo sio kwamba wanatoka kule, ni kwamba wametoka wameingia jijini
ungeweza kutaja majiji Tanzania hapa. Unatoka mahali fulani unadumbukia kwenye jiji zaidi lililo na uharibifu wa maadili, lakini pia lenye starehe. Kingine ambacho ni tofauti kutoka walikoingia, wameletwa kwa mfalme ambaye ni mkuu kuliko wote miaka yao, greatest monarch during their time. Uwezo kulinganisha utawala wa wakati ule na Nebukadneza. Kwa hiyo ndio maana unaposikia a call to stand firm in faith, unazungumzia vijana wanaosimama mbele ya greatest monarch. Kama leo ungeweza, kama kuna mtawala wote duniani hapa ambaye unaona huyo ndiye mtawala mkuu kuliko wote, wao walikuwa wameitwa wasimame mbele ya mtawala yule. Na Biblia inaeleza hapo ndipo walipoitwa. Huu sio wito wa kawaida. Iko siri ambayo Mungu atatujalia kufahamu. Sisi tumechaguliwa, tumeitwa kwenye kipindi hiki. Inaweza kana mazingira tofauti, lakini yana muonjo ule ule. Lazima tupate ilikuwaje wao, umri wa miaka 10 na kitu, katika mamlaka kuu kuliko zote katika dunia hii, mahali ambako wana ushahidi kuona kama vile Mungu hako na wao, kumbe yupo. Halafu wanasimama katika ushahidi ambao ni kama vile Mungu ameachana nao, lakini wanasimama. Huu ndio wito ambao wewe na mimi tumeitwa kusimama imara katika imani. Tuombe. Mungu wetu, asante mchana huu, wito kutoka kwako na wito kwenda kwako. Tubariki katika jina la Yesu, amina. Philippians 3:14. Tasoma hapa aya chache tu, halafu tutamaliza katika mwanzo huu. Philippians 3:14. Hii inatafsiria tu what is this call? Why this call? What is this call? Ambayo tunaitwa tusimame imara. Ni wito gani huu? Ili tuweze kujua vijana waliitwaje hivi. Hebu soma Wafilipi 3 aya 14. Nafikiri microphone zipo ziko hapa, lakini kama utakuwa nayo. Nafikiri zina waya ndefu. Wanaosoma wakiwa wanaketi huku mbele itakuwa vizuri, ili iwe na access na hizi microphones. Tasoma aya chache zinazotufasilia the call from God and towards God. Baada ya kuona tu wale vijana wanasimama imara mazingira hayo, lakini tuone, kwa sababu tunashughulika na wito tu leo muda huu. Hebu soma Wafilipi 3 na ile aya 16. Microphone test. Kuna mtu anaweza kumsaidia hiyo mic ifunguliwe, hizo microphone? Wafilipi 3 mstari ule wa 14. Wa 14. Neno la Mungu linasema, ndio, nakaza mwendo nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Unaitwa mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Kiswahili wametafsiri mwito mkuu kwa maana kama magnitude. Lakini kwenye Greek words ina maneno mawili, inaitwa anokresis. Ano ni neno linamaanisha up ama upward. Anaposema anokresis,
Eklesis imetokana na neno klao, ama the calling. Kwa hiyo anachoeleza Paulo, anasema ameitwa katika mwito, Kiswahili mkuu. Kwenye English version wametumia neno gani pale? Kwa version ulio nayo yoyote, hebu angalia kama una version ya Kiingereza wametafsiri kwa kutumia neno gani hilo hapo? Upward call, calling. So it's upward. Sio magnitude but direction. So Paul is writing to Philippians, na kaza mwendo, anashughulika na wito wa kwenda juu. Lakini anakazaje mwendo? Kwa sababu that time alikuwa pia in prison, a house kind of arrest. Mwile miaka ya 60 hadi 62 anapoandikia Philippians, the first church in Europe, anawaandikia, anasema mimi nakaza mwendo, lakini yuko in chain. Lakini anasema hapa nilipo nakaza mwendo kufikia mwito wa kwenda wapi? Ano means up or upward. So it's a call to go up. Ndio maana mtu yeyote kama ni kijana, wanakutana na baadhi ya watungaji wenzangu, wanakutana na vijana nilipokuwa university, anasema pastor, mimi nina wito wa kumtumikia Mungu. Listen very careful. It is not a call to serve God, it's a call to go up. We may be so busy serving God but not going up. What profit are we going to get? Busy serving God but not going upward. Paul is not telling us that he had a call to serve him, but he had a call to go up. Sikiliza ndugu zangu, hawa vijana tuje kuangalia vizuri hapa. Huu ni wito wa kwenda juu. Ikiwa unatumika, hiyo ni steps up. Lakini ndio hiyo tu, kwa sababu tunakoelekea sisi ni juu. Kwa hiyo hatuwezi kujivunia kutumika, ila tunajivunia kukwea wapi? Hamjambo? Mpo? Wenzangu mmekuaje? Je, nione kama muda umeenda sana. Sije kawa na interfere muda wa watu wa kuziba hapa. Kwa hiyo when we talk about heavenly call, talk about God's call, is a call to go up. Now unajua Israelites missed this call. That's why they died in the wilderness. Kwa sababu walikuwa wanachangamkia the promised land. The promised land. We are going to the promised land. And they died in the wilderness. Kwa sababu walishindwa kujua their call was not to go in that promised land. Hebu angalia Leviticus 25. Na ile aya ya 23. Hebu soma pale. Mungu aliwaambia, lakini hawakuelewa Waisraeli walio wengi. Hebu soma pale. Kama Biblia yako bado ina mambo ya Walawi, sijekaa imebaki tu na Kumbukumbu la Torati halafu na Mathayo. Hebu soma kama umeipata. Mambo ya Walawi 25:23. 25 mstari wa 3 neno la Mungu linasema. Ndio. Mstari wa 23 neno la Mungu linasema. Na mwaka wa 4 mtapanda mbegu. Ni 25:23. 25 mstari wa 23. Hebu soma tusikie. 25 mstari wa 23 neno la Mungu linasema, nayo nchi haitauzwa kabisa kabisa. Ile uko umesoma la ngapi? Maana nitakusema sijakaa yule mtu aliyesema wafuga minyoo. Nikasema na mimi nimefanyaje hapo? Nchi haitauzwa
kabisa kabisa kabisa. Soma sasa. Kwani nchi ni yangu mimi, Nchi ni ya Bwana mwenyewe. maana ninyi ni wageni na wasafiri wangu. Ninyi ni wageni wangu na ninyi ni wasafiri wangu. Eti wao wanataka wapitilize kutoka kwa Mungu waende Kanani. Mungu anasema nimewatoa mkule, ninyi ni wageni wangu. Ninyi ni wasafiri kuja kwangu. Watu wanachemuka na Kanani. Unajua hata sasa hivi wakikuuliza swali, kwa nini unataka kumtii Mungu, anasema kuna uzima wa milele. Wewe hivi amekuita ili upate uzima wa milele? Amekuita ili uende kwake? Lipi unaona la muhimu zaidi, uzima wa milele ama kuwa na yeye? Anawaambia ninyi nimewaita muje kwangu mimi. Angalia kitabu kile cha Kutoka, Exodus 19 and verse 6. Wakati tu amefika pale Horeb, alikuwa ameshawaambia lugha hiyo. Exodus 19 and verse 6. Aliwaambia wao amewatoa kule ili waje kwake. Hebu soma. Kutoka 19 mstari ule wa 6. na mstari wa 6, neno la Mungu linasema, nanyi mtakuwa kwangu ufalme na makuhani na taifa takatifu. Ndio. Hayo ndio maneno nitakayowaambia wana wa Israeli. Nenda mstari wa 4. Kabla hajawaambia hicho, angalia alichowaambia cha kwanza. Mstari wa 4, neno la Mungu linasema, nasema, mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri, nilivyowatendea wa Misri, na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mabawa za tai, nikawachukua ninyi juu ya mbawa za tai, na kuwaleta ninyi kwangu mimi, ili niwalete kwangu mimi. Lakini wao wanaimba habari ya Kanani. Na Mungu anasema nimewatoa kule, niwalete wapi? Kwangu mimi. Kwa hiyo anawaambia mtakapofika ile nchi ya Kanani, hamtaiuza kabisa kabisa. Nchi ni ya kwangu. Ninyi ni wageni wangu na ninyi ni wasafiri wangu. Kwa hiyo ni wito wa kwenda kwake. A call to God. It's a call from God and towards God. Ndio ambacho anaeleza hapa wa vijana ambao tutakuja kuangalia. Mungu anapotuita anasema it's a heavenly call, it's a upward call. Kwa hiyo anasema na kaza mwendo, mwito mkuu, anakresis, upward call. Halafu akaandika tena kwenye kitabu cha Waebrania sura ile ya 3 aya ya 1. Anaeleza tena nini maana ya hii calling. Waebrania 3 na ile aya ya 1. Anafafanua anapoeleza wito, maana yake ni nini huu wito. Waebrania 3 aya ya 1, neno la Mungu linasema, nasema, kwa hiyo ndugu watakatifu, wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Mmeshiriki mwito wa wapi? Wa mbinguni. Wa mbinguni. Mtafakarini sana mtume na kuhani, mkuu wa maungamo yenu. Tafakarini sana kuhani mkuu wa maungamo yenu, Yesu. Tunashiriki wito wa wapi? The heavenly call, upward call. The upward call is a heavenly call. Kwa hiyo unapozungumzia habari ya wito, ni wito wa kwenda mbinguni. Na huu una sifa moja ya pekee kabisa. Wakati Paulo anaandika kitabu chake cha mwisho, kwa sababu najua yote ameandika Paulo, Philippians, Paul, Hebrews, Paul, and also 2 Timothy, ambayo ilikuwa ndio barua yake ya mwisho. Na hapa anamwandikia sio mtu wa kawaida, sio church member, anaandikia a church pastor ambaye ni Timothy. Anaona anapomwandikia barua yake ya mwisho kwenye 2 Timothy chapter 1 and verse 9. Anaiweka vizuri kwa Timotheo. Alitaka Timotheo aielewe tofauti kabisa. Ona alichoandika kwake. Aliandikaje? Chapter 1 verse 9. Neno la Mungu linasema, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu. Si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake. It's a holy calling. Upward call is a heavenly call
is a holy calling. Mtu yeyote anaposema mimi nina wito wa kumtumikia Bwana, anasema una sifa moja tu, wito ni wito mtakatifu. Yule ambaye anaendelea kwa neema ya Bwana kujitenga na uovu, huyo ndiye ana wito. Ndio maana nikaeleza kwamba is not serving God, is when we become holy. Hakuna mtu atakayemuona Mungu asipokuwa mtakatifu. Ndio ametaja kwenye ile Hebrew 12:14. No one will see him. If there is no holiness, no hope. Kwa hiyo ikiwa mtu ana shamra ya kutumika, lakini bado ana play na dhambi, maana yake hana call. Hana call. Mtu yeyote ambaye anajitenga na dhambi, huyo ndiye ana wito. So a call to stand firm in faith. You not only talk about faith if we set apart ourselves, we consecrate ourselves, we shun away from evil and all sinful things of this world. Ikiwa tutaishi hivyo, then we have a call. But if corruption is part and parcel of us, if immorality is part and parcel of us, whatever you can call, can mention, there's characteristics of this world, then we have no call. Tutakuja kuangalia jinsi Mungu alivyofanya, kwa sababu when God calls us, we carry his character. He sends us to the nations, and sometimes he sends the nations towards us. Tutakuja kuangalia kilichofanyika. Ndio maana when he takes you from wherever you are coming from to set university, a certain university, whether it's public or religious university, he has called you to the nations. And then there you are. God is going to send nations towards you. Utakuja tutakapofika hapo tutakuja kuangalia amewaita kule in chain, lakini alikuwa anawatuma kwa mataifa but in chain. Halafu akishawafikisha kule anawaletea mataifa, now testify, now vindicate what you know, now witness. Tutakuja kuangalia vijana watatu, their call was very unique. Whatever training you are going through, whatever circumstances we are going through, whatever situations we are exposed to, God has a purpose. He will take you to the nations, towards that university. He has a purpose. And then he will bring all those nations towards you. Here you are now. Testify. Halafu watu wanasema tunaweza kumshuhudia Mungu after our studies. What? Kwa hiyo Mungu alikuwa anawatuma kwa mataifa ili baadaye awaitie mataifa alafu waeleze yeye ni nani. It's not easy kusema here I am, send me. Kwa sababu ataka kupeleka gerezani utapiga kelele. Na utataka kila mtu akuombee ili Mungu abatilishe kesi. Wewe unajiuliza, kwani wakati Mungu anakuita alikwambia anakupeleka wapi? Alikwambia anakupeleka wapi? Tunaangalia kwenye Abraham. Hakujua wapi anakwenda. Why are we tempting ourselves to know where we are taken to? Kwa nini? Kwa nini akibadilisha tu environment tunasema no, this is not the place? Alikueleza anakupeleka wapi? Stand firm. Saa nyingine anakuita uingie kwenye moto. Wewe unataka aingilie kati hujaingia kwenye moto. But he is waiting you in the burning furnace. You see, sometimes we think we are wiser than God. Hivi kama wewe ni mtakatifu, ni wito wa utakatifu, pressure zinatokea wapi? Niambieni vijana.
Wapi tunatetemeka? Wewe amekuita kusoma, wewe unafikiri amekuita kuja kusoma? Amekuita kuwa witness. Na lazima ifike saa a professor should testify. Hapa there is a Seventh-day Adventist who cannot go to examination room on Sabbath day. Halafu unabaki unatetemeka, Mungu ingilia kati, badilisha ratiba. Hey, a call to stand firm in faith. Hawa vijana sema, we have nothing to say about that. Why are we complaining? Utapiamlo unaoendelea siku hizi wa vijana, tusaidie kuomba, mitihani umefanya. Unaupata wapi kwa Hanania, Misha na Azaria? Hizi takataka mnazipata wapi? Hii sio kibwagizo. When you say a call to stand firm, maana yake sio kugongana tena muulize mchungaji nafanyaje kwenye hili? Don't you know what to do? Hawa vijana waliuliza nani? Wanasema we have resolved. Hatuna cha kujibu, do what you can do. Hii ndio tunakwenda kuangalia the whole week. Na kujua the secret of this young man. Kwa nini walifanya hivyo? Wana age tunayolingana nayo. Wako kwenye mazingira yale. Mazingira ya ugeni, mazingira ambayo ni corruption, mazingira ambayo ni luxurious, mazingira ambayo ni ya ufukara, ya ufuska wa kutosha. Halafu wale vijana wanasema hatuna haja ya kujibu. Hatuna. Watulivu lakini imara. Watulivu lakini imara. Popote utakapokuwa, usiache kuomba kwa ajili ya theme. Kwa sababu God is going to challenge us. Kama tuna Mungu huyu wa vijana, ama tulie naye siku hizi, sio huyu anayefunuliwa katika maneno haya. Lakini usisahau ni wito umetoka kwake na ni kwa ajili ya kwenda kwake. Ni wito wa kwenda juu. Usibaki na kusema tunamtumikia. Ni wito wa kwenda juu na ni wito wa kwenda mbinguni na ni wito mtakatifu. Ukishafahamu jinsi ulivyo ni wa kwenda juu, no one will come between you and your God. Kwa sababu unaenda kwake. Nani atakuzuia? Regional commissioner? Who else? Nani? A church leader? Who else? A parent? The government? Can we allow a certain person to stand between you and against? Hawa vijana hawakuruhusu kitu hicho kwa sababu their mind was already resolved. Hawawezi. Mungu atujalie katika wito huu. Na kama ni neema yako Bwana, utujalie hivi. Utujalie na mchana huu leo pia. Ikiwa ni shauku yako kwa Mungu, tujalie kujua wito huu ni wa kuja kwako na umetoka kwako na ni wito wa utakatifu. Simama pale tulipo tuweze kuomba. Nimwalike mwalimu Kare atatuombea. Karibu tu hapa mwalimu. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya mkutano huu mkubwa ambao umetuita kuja kwako. Zaidi sana tunashukuru kwa ajili ya neno lako kupitia mtumishi wako mchungaji Semba. Kama vijana, nyakati nyingi tumekuangusha, tumetegemea akili zetu wenyewe. Lakini kuanzia sasa, kama ulivyo mwito wetu mkuu kwamba tusimame imara, tusaidie kukutetea. Yanapokuja magumu, tukuite wewe, sababu si kwa nguvu zetu wala nyingine zozote tunaweza kusimama imara. Uwepo wako watosha, katika Yesu Kristo, amina.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ni mwema na wakati wote, na tunaendelea kubarikiwa kwa namna hiyo, namna ya pekee kabisa, na nina imani ya kwamba kila mmoja ameweza kubarikiwa. Hilo lilikuwa ni somo na mwanzo kabisa wa masomo haya mazuri ambayo tutakuwa nayo kwa muda wa juma zima mahali hapa. Mchungaji, Mungu akubariki na amani ya Bwana iendelee kunyenyekeza, uendelee kutulisha sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Lakini wewe mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi hivi ambaye umekuwa ukitufuatilia moja kwa moja katika mitandao ya kijamii, wako ndugu zetu mbalimbali ambao wameweza kuwasiliana pamoja nasi, nao pia wameweza kubarikiwa. Yuko ndugu yetu mmoja ambaye anaitwa Gerard John, yeye anasema tuko pamoja, barikiwa sana mchungaji kwa ajili ya huduma yako nzuri. Lakini pia yuko bwana mwingine ambaye yeye anatokea Morogoro, anaitwa Laurent Chazi, anasema tuko pamoja, ikawe vyema na watu wa Mungu mkabarikiwe sana kwa huduma hiyo. Ziko komenti nyingi ambazo zimeweza kutufikia mahali hapa, nami pia nimetiwa moyo ya kwamba kumbe katika huduma hii hatuko peke yetu. Wako ndugu jamaa na marafiki ambao wanabarikiwa pande mbalimbali za nchi yetu ya Tanzania kwa huduma ambayo inaendelea hapa mbele. Hivyo basi Mungu atubariki na aendelee kutuhudumia kwa neema yake kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Mungu awabariki sana. Hiyo ilikuwa ni huduma ya mchana wa leo kwa maana ya Divine Service sehemu ya kwanza. Lakini pia niwatie moyo tusiweze kukosa kuhudhuria kwa pamoja tena katika Divine Service sehemu ya pili hapo mchana. Huo ndio mwisho wa ibada yetu kwa muda huu. Tutaelekea kwa ajili ya mapumziko mafupi ya chakula. Mara baada ya mapumziko hayo tutaweza kurejea hapa kwa ajili ya uimbaji. Hivyo basi niwaombe wanakwaya tuweze kutumia muda wetu vizuri, ili katika muda wa uimbaji basi tuweze kumuimbia Bwana katika roho na kweli. Hivyo basi nitaomba waimbaji wote tuweze kuwa tayari, na mara baada ya hapo utakuwa ndio mwisho wa ibada yetu makini kwa mchana wa leo. Mungu awabariki, endelea kwa pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mahali ulipo unaweza ukafumba macho yako kidogo nikwambie kitu. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tumekuja katika mikutano hii kukutana na uso wako. Tumekuja katika mikutano hii kusikiliza sauti yako. Asante kwa ajili ya huduma ya mchana wa leo. Tunaomba Mungu kaendelee kutuhudumia katika mioyo yetu. Endelea kumtumia mchungaji sawa sawa na mapenzi yako, na maneno ya uzima ambayo Bwana utaruhusu tuweze kuyapata yakalete badiliko la dhati katika mioyo yetu. Bariki yule ambaye anatufuatilia kutoka mahali mbalimbali, na maombi ambayo atakuwa akiyaomba Bwana tunaunganisha pamoja na maombi yetu, ili yote kwa pamoja yakakutukuze Mungu wa mbinguni. Endelea kutupatia ujasiri wa kusimama imara katika imani, kwa maana bila wewe hatuwezi jambo lolote. Tunaelekea katika mapumziko mafupi ya chakula. Mungu wa mbinguni, hata katika chakula hicho utukufu wako ukaonekane. Jina lako litukuzwe na mapenzi yako yatimizwe tangu sasa na hata milele kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu atubariki sana, tuwe na mchana mwema.